maingĩ mamũrũra nĩ ngũkũrũmĩrĩra we wangwĩrĩire kaba ndigane na arata ngũrũmagĩrĩre wendire na thuti cia indo cia gũkũ thĩ ĩno niĩ ndĩgĩtoka ngũna ndĩna igai rĩa muoyo nĩ ngũkũrũmĩrĩra we wangwĩrĩire kaba ndigane na arata ngũrũmagĩrĩre wendire yoha mũrata wa Jesũ nawe humbe wĩtĩkio ndũrĩ ũrakinya igũrũ kwa Ngai wĩrĩgagĩrĩra nĩ ngũkũrũmĩrĩra we wangwĩrĩire kaba ndigane na arata ngũrũmagĩrĩre we yoha mũrata wa Jesũ nawe humbe wĩtĩkio ndũrĩ ũrakinya igũrũ kwa Ngai wĩrĩgagĩrĩra nĩ ngũkũrũmĩrĩra we wangwĩrĩire kaba ndigane na arata ngũrũmagĩrĩre we Ngai wothingu wa Iburahĩmu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũgũ thikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame na maaĩ nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgatige meria na waganu na mahĩtia thambia there ũnjĩtĩkie ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 rĩendo rĩa warutire Misiri ũkĩmanina tũiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũrire ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano no wendo tarĩ thoguo ithe witũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya
Wathani yayonire kiura nĩũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna ndaririkana Joshua ngombo yaku rĩrĩ kahinda kenagia muoyo wayo rĩrĩ kahinda kenagia muoyo wayo mũthenya wa kũhurũka kũrĩa theru ũcio nĩguo njikaraga njetereire tũgakenera metha-inĩ ya Mwathani tũgakenera metha-inĩ ya Mwathani haleluya nĩguo tũkamũgocaga na hosana nĩguo tũkamũinagĩra tũriganĩirwo
Siku njema leo. Kwanza hasa hapa kwetu tumefurahi kwa sababu tumepokea mvua. Tulikuwa tumepata wasiwasi ya kwamba huenda, lakini tukaendelea sisi wa imani tukaendelea kukiri ya kwamba Bwana Mungu wetu anaweza. Na hiyo ni baadhi ya yale mambo tulisikia. Si tulisikia hiyo tulipookoka, na kwamba Bwana wetu, Mungu wetu ana uwezo. Kwa hivyo watu wengine wakisema hii mvua, hii jua, hapana. Sisi tunasema tunatarajia Mungu wetu ni mwaminifu na ana uwezo. Kwa sababu tukisahau hayo, basi tutapotoka. Kwa sababu sasa tutaanza kusema, unajua wanasayansi wanatuambia kuna uchafu kwenye hewa. Sasa mvua itaendelea ikiisha baadaye ikwishe. Sasa sisi hatuamini hayo. Naamini ya kwamba Bwana Mungu wetu katika mambo yote huwa na nguvu za kutosha. Huwa kila wakati Bwana Mungu wetu ana rehema za kutosha. Na wakati wote anafanya mema. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi. Naingia katika somo la pili na linaitwa wajibu. Wajibu kwa urahisi tu ni kusema jambo ambalo ni letu kufanya. Huo ni wajibu. Kama mimi nikija hapa najua nina wajibu wangu. Sasa ndugu yetu Dave pia yeye akija hapa si anajua wajibu wake. Haizi akakuja aimbe acheze asahau wajibu wake. Alafu baadaye aseme roho alinishika nikasahau kupiga video nikasahau. Hapana. Na hiyo ndio tunaambiwa ya kwamba basi somo la kwanza tukasoma ya kwamba zamani za baba zetu, na wanapozungumza baba zetu huyu anazungumzia Waebrania, na sisi pia tumekuwa Waebrania kwa sababu hiyo imani iliyoanzishwa na Ibrahimu, hiyo ndio tunashikilia. Sababu aliambiwa na Mungu, toka nitakufanya. Na akatoka, na siku ya leo sisi ni matokeo. Kwa sababu katika kuzungumza kwa nabii Ibrahimu na Yehova Bwana Mungu alimwambia hivi ya kwamba kupitia wewe mataifa yote yatabarikiwa. Na sisi siku ya leo ni Waibrania, sisi wa leo, siku ya leo sisi ni wa ahadi hiyo ya Ibrahimu. Leo tunaenda kwa kitu hilo jina linaitwa wajibu. Yale basi tumewajibika namna gani? Si kusema tu nimeokoka, lakini nikisema nimeokoka ina maana gani? Si kusema tu mimi nina ushuhuda Yesu Kristo kama Mwokozi. Hiyo tu haitoshi. Kuna wajibu. Na leo tutaona basi wajibu wetu ni nini. Tukisema tumeokoka ni matokeo gani? Kwa sababu mtu akiwa na wajibu kuna kuwa na matokeo, si ndio? Kuna ule bwana ameajiriwa mahali, sema ni shule, labda ni duka, awe mlinzi wa usiku, si ndio? Asipochukua wajibu wake ilivyo, asubuhi yake tutakuta hiyo shule imevunjwa. Tutakuta duka limevunjwa, bidhaa zote ama nyingi zimebebwa. Si hapa kwetu tuko na benki hapa katika mji wetu wa Sabasaba. Ule mlinzi wa usiku akiwa hayuko, si watu watakuja na wanajua hapo kuna pesa wabebe. Kwa hivyo ndio wajibu, kila mtu tumeambiwa ana wajibu, tunaelewa hiyo ndio wajibu. Basi hebu tuone kwa nini tunatakikana tuwe na wajibu. Na ndio tutasoma, na ndio lengo letu katika haya mafundisho. Tutasoma ni nini tunasema. Mlango wa pili tusome mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Hata unaweza ukasoma wa 4. Tusome hayo yote tafadhali washiku. Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo
yaliyosikiwa tusije tukayakosa. Kwa maana ikiwa leo neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukidhibitika kwetu na wale waliosikia, Mungu naye akishuhudu pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi, na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Asante. Sasa tunaangalia neno linaitwa zaidi, ya kwamba tunaambiwa kuzingatia ama kufuatilia zaidi. Na zaidi maana yake ni nini? Maana ya zaidi ni ya kwamba vile nilikuwa nafanya naongeza ile kazi yangu vile nafanya. Nikisema nahitajia kufanya zaidi, ina maana ya kwamba kuna kitu nitafanya bidii, nihakikishe ya kwamba kila wakati nasonga mbele, kila wakati naongeza. Si hata utakuwa unatembea mkiwa mtu anakuambia twende haraka zaidi kwa sababu tunachelewa. Sasa hapa anasema hivi, basi tumewajibika, na hiyo ndio swali tunaambiwa kwamba tunawajibika kuzingatia zaidi mambo tuliyosikia, kwa sababu mwanadamu vile ameumbwa ni mtu wa kusahau. Si tunaona kwa wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa, Yehova Bwana Mungu akazungumza na Adamu, akazungumza na Hawa, akawaambia msifanye hivi, na mkifanya hivi wajibu wenu ni kuangalia shamba, kutunza shamba, na mle muhakikishe mambo yote yako sawa. Lakini mna wajibu ya kwamba ule mti wajibu wenu ni kuangalia, lakini mmeambiwa msikule matunda yake. Lakini sauti ingine ikakuja, silitokea na Hawa, akaambiwa, je, ni kweli hivyo hii shamba yote mmeambiwa hii yote msikule yote? Hapana, hatukuambiwa tusikule yote. Alikuwa anakumbuka akasema tumeambiwa tu ule mti mmoja tusifanye nini? Tusikule. Akaongeza hata tusifanye nini? Tusiguze. Labda alikuwa anataka kusema vile amesikia na akashikilia kabisa hata kuguza. Mungu hakusema wasiguze, alisema wasikule matunda. Sasa kuguza akaongeza ni sawa, inaonekana alishika makini Kwa sababu tuliambiwa tukifanya hivyo tutafanya nini? Tutakufa. Ati mtakufa? Hapana, sio hivyo. Hapo akasahau. Ni kama sasa mimi na Wadan, sisi ni marafiki. Niambie Wadan kitu, alafu akienda akutane na mtu mwingine kama Dave tuseme, na Dave hakusikia vile tumeongea. Nimemwambia Wadan ikifika kesho tukikutana saa 5 tutafanya hivi hivi. Wadan aseme sawa. Si amejua nani amemwambia? Sasa labda wakutane na ule Dave naye amwambie sasa, Wadan, ningetaka kesho kuanzia saa 3 twende huko fika. Kuna kazi fulani nataka uende unisaidie. Alafu Wadan aseme hapana, nani aliniambia tunakutana saa 5, kwa hivyo una wajibu kufanya nini? Kukutana naye.
Deva amwambia hapana. Kwani mnaenda kufanya nini? Wewe wacha. Hiyo si kweli vile nakwambia, huyo mtu hata mimi aliniambia hivyo siku moja. Na kitu kingine nilikuwa nimepata kazi mzuri, ningetengeneza pesa nikapoteza. Si ni mazungumzo kama hiyo alienda. Ati ni kweli? Basi wewe twende na wewe. Sasa hivyo ndivyo huyu alifanya. Akasahau huyu mtu ni mgeni. Na hakuna mahali pameandikwa watu walikuwa wanazungumza. Tunaambiwa tu alizungumza hiyo siku ya kwanza na akakubali. Akasahau Bwana Mungu ambaye alikuwa amewaumba, alikuwa amewaagizia na wanakuwa kila siku wanakutana naye. Mara moja wakakubali kwa sababu alikataa kuzingatia, na ndio tunaambiwa sisi, hata sisi tuko hivyo. Na ni kweli siku na mambo tunasahau. Unaambia mtu, unamwambia nitafanya hivi. Kama juzi tulikuwa na Dave Ijumaa, nikaenda mahali nilikuwa nimetoa ahadi, lakini nikafanya nini? Nikasahau na nikasema mnisamehe. Kusema kweli nilisahau. Kwa sababu hata sasa tukiongea na nyinyi siongei mambo hiyo tulikuwa tumeongea. Wanadamu ni wa kusahau. Na basi kama ni kusahau, kitu muhimu ni kuzingatia zaidi. Ni kuweka makini kwa hicho kitu zaidi ya vile tunafanya. Leo nimepata ushuhuda mzuri wa dada wa Mary, si yuko na sisi leo. Tulikuwa na kikao fulani na viongozi wakakubali. Tuna wajibu sisi kama viongozi kuonyesha nini? Mfano mzuri. Sisi kama viongozi tutembee sabasaba. Sijui ni lini akakumbuka ya kwamba alitoa hiyo ahadi. Basi badala ya kwenda kanisa kwao kandani akasema atafanya nini? Atakuja. Huo ndio wajibu, kuzingatia yale tulisikia. Kwa sababu alikuwako na akasikia na ikakubalika. Na leo nikamwambia tungoje. Sitaki kuonyesha kama niko na mashaka, lakini tunaona ni wangapi watajileta hapa tena waseme tulisema. Watu wengine wanasahau na sisi tumeombwa hivyo kusahau. Baba yetu, mama yetu alisahau. Sawa. Na kwenda kwa mzee. Mzee naye akasahau, si ndio? Aliambiwa hii tunda. Nafikia akaambiwa itakuwa hivi. Naye akaona anapewa habari bora zaidi ya ile alikuwa amesikia kwanza. Basi tunaambiwa hilo neno, tukikosa kuzingatia kuna matokeo, na matokeo ni ya kwamba tutapotea. Tutakuwa kabisa sasa hatuko katika njia ile ilikusudiwa. Tunaambiwa neno lenyewe lilionekana kwa njia ya malaika. Na neno lilipoonekana kwa njia ya malaika, kabla ya hiyo tulisoma mambo ya Yesu, malaika alikuwa anatumwa na anatoa ujumbe. Na anasema nimetumwa na Bwana Mungu anasema hivi. Akitumia manabii, saa nyingine hata si manabii. Siku na wakati alikuta mmoja alikuwa hata yuko tu katika shughuli zake. Malaika akamwambia, wewe shujaa huyu. Sema shujaa mimi. Wewe ni wewe, Mungu amekuteua kufanya, Mungu amesema tutafanya hivi. Tunakumbuka habari ya mama moja, dada moja aliitwa Debora. Akatumwa akapeleka habari. Na yule alipewa habari alikuwa anaitwa Balaki. Alipopelekewa akasema hapana. Akaambiwa Mungu amekuambia. Akasema mimi siendi. Kama nitaenda wewe na wewe ufanye nini? Tuandamane. Sasa hiyo ndio tunaambiwa. Kile tulisikia kwanza tusisahau, tushikilie. Ile imani tulitumia tukaokoka. Yale tulifundishwa na tunajua ni sawa, tusisahau. Siku ya leo watu wamesahau.
Unaambiwa ya kwamba unaweza ukaita pesa kwa hii simu. Kama mimi niwaambie sasa mnataka pesa, nitawaitishia pesa, simu zenu zitajaa nini? Pesa. Mnaambiwa inueni simu. Unaona Dave amechukua, hata labda Dave ana simu ngapi? 2. Hata utaona Dave amechukua 2 ndio zote zifanye nini? Zijae pesa. Ni wapi tuliona mambo kama hayo? Unajua ya kwamba Mungu alisema mtu afanye nini? Bidii. Akule nini? Jasho. Kwa hivyo hiyo pesa mnaenda kanisani ati ndio mtapata pesa, ni uongo. Kanisani tunaenda kupata nani? Bwana Mungu. Tunaenda kuhudumiwa, tunaenda kubadilishwa, tunaenda kutii na kufundishwa. Sasa watu wanasahau. Mtu ambaye ana miujiza, huyo ndiye wanafanya nini? Wanakimbilia. Na Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alisema ati kutakuja manabii wa nini? Wa uongo. Na hao manabii wa uongo pia watakuwa na miujiza. Si ati watakuwa tu ni watu tu wanasema uongo. Wana miujiza ya kudhibitisha. Na Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo akasema ya kwamba siku ya mwisho kuna watasimama kwa sababu walifanya miujiza. Si ndio? Tulihubiri kwa jina lako. Mtu ameenda, sijui kama umeenda mahali ukaambiwa jina lako haliko. Wewe ulijua huko. Unaambiwa jina lako tunaitwa nani? Si labda umeenda hospitali unaambiwa leta namba ya simu inawekwa. Hapana, hatuoni hiyo namba. Hatukuoni. Hapana. Mimi nimelipa. Sasa ndio watu kama hao wamesahau yale ya kwanza, wameshikilia haya yamefuata. Mhuduma amejua kwamba ukihudumu miujiza na maajabu na huo unaombea watu mpaka wanaanguka, nguvu unadhihirisha, watu watakufuata. Una unabii. Si hata huku kwetu wamejaa manabii. Ati ataenda kutolea unabii. Nini na kukula? Right? Tuna mahali Yesu Kristo alitolea watu unabii, ati wewe unaliwa na mama yako, wewe unaliwa na ndugu yako na dada yako. Hatuoni. Na kama hatuoni hiyo kwa Biblia, mbona sasa iwe mnabii anakuja na anatuambia hiyo? Tutapotoka, tutafuata miujiza, tutafuata unabii, na baadaye hata tutafanya mambo ambayo ni kinyume na mafundisho halisi ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndio tunauliza basi, kama kujali wokovu mkuu namna hii, tutaepukaje? Kwa sababu tumeambiwa malaika alikuwa anatoa amri, anatoa ujumbe, na wale watu ambao na manabii pia wanatoa, watu ambao wanakataa na wamesikia tu, si Mungu amewaongelesha, ametumia nabii na malaika. Tunaambia kwamba wale ambao walikataa hiyo sauti ya malaika, sauti ya manabii, walikutana na mambo mabaya. Walikutana na hukumu ya Mungu. Si tumeona hiyo hata tukisoma mambo ya Waisraeli. Wakati walikataa amri ya Musa, walikutana na hukumu ya Mungu. Na tunauliza, na je, sisi tutaepukaje tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Hakuna njia ya kuepuka. Kwa hivyo tukumbuke zaidi mafundisho yale halisi tulipata mbele, alafu tuwe watiifu na tuendelee sawa sawa na hiyo njia ambayo imetufikisha mahali. Hiyo njia tu ndio njia sawa, ingine tutapotoka. Kwanza ilikuwa Bwana Mungu, na baada ya Bwana Mungu kuzungumza kupitia Yesu Kristo, kuna wale walimsikia. Akina Petro walimsikia moja kwa moja. Wao wakaenda wakapeleka hiyo habari. Mtu anaitwa Paulo na yeye akasikia hiyo habari, akapigana naye, akakutana na Bwana Mungu. Naye hakusikia Yesu akihubiri, lakini sasa akasema hata mimi baadaye alinitokea mimi akaniambia mimi ni Yesu. Naye akahubiri. Na siku ya leo mambo yaliyotokea mahali mbali na sisi yametufikia na yameenea duniani kote.
basi tunaambiwa ya kwamba Bwana Mungu alitoa ushuhuda, kwa sababu kulikuwa na ishara, kulikuwa maajabu na miujiza mbalimbali, na pia tukaambiwa hata karama ya Roho Mtakatifu. Hapo tuliambiwa wale ambao wataamini watapokea Roho Mtakatifu, na waliopokea Roho Mtakatifu wana ushuhuda huo ya kwamba kweli Roho Mtakatifu yuko, nimempokea, hata katika maisha yangu nina ujuzi wa Roho Mtakatifu. Basi tumeambiwa ya kwamba Roho Mtakatifu akifanya kazi anafanya kulingana na vile Mungu, mapenzi ya Mungu, anagawa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sikusema ya kwamba sisi sote tutatabiri, sio sisi sote tutafanya miujiza, sio sisi sote tutakuwa na neno la hekima. Hivyo vyote ni vipawa vimepeanwa na Mungu kwa kanisa, lakini ni sisi tukumbuke hivyo, na tukijua hutakimbia tu kwa sababu umesikia kuna nabii Keno, kwa sababu hujui kama ni nabii ama ni kuigiza tu anaigiza. Amen. Funzo tulipata katika Mwanzo 2:7 linasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Ni neno la Bwana Mungu, lakini sauti ingine ikakuja, wakasahau hilo, na kusahau wakapata matatizo makubwa, wakapoteza mengi yale ambayo Mungu alikuwa amewakusudia, na hata sisi tutapoteza. Mathayo 1:23 tunaambiwa, tazama, bikira atachukua mimba na kuzaa mwana, nao watamwita jina lake Immanueli, yaani Bwana Mungu pamoja nasi. Hayo ni maneno ya malaika alipokuja kutangaza kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na kwamba ataitwa Immanueli, Bwana Mungu pamoja nasi. Huo ndio ujumbe ambao tunao, ya kwamba Bwana Mungu yuko pamoja nasi, ya kwamba Bwana Mungu yuko pamoja nami. Kwa hivyo sina haja nitoke DRC kwa sababu kuna mtumishi wa Mungu huko. Sini pesa mingi kwenda DRC. Na nasikia iko hivyo, watu wanatoka hapo wanaenda kwa nabii huko DRC. Na watu wa DRC na wanatoka wanaenda wapi? Huko Kilifi. Kwa sababu wamesikia kuna nani? Nabii. Hapana, mahali huu niko Mungu yuko, sina haja kwenda. Amen. Jambo la pili, tunaongea kuhusu mtu anaitwa mwanadamu. Mwanadamu. Tusome 5:6-7 hapo Waebrania 2:5-6-7, tuone tunaambiwa nini kuhusu mwanadamu. Maana hakuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunao unena, ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema, mwanadamu ni chini hata amkumbuke, ama mwana wa binadamu hata amwangalie. Umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemwika taji ya utukufu na heshima. Umemtwaa ya kwamba mwanadamu ni nani? Ndio tunaambiwa Bwana Mungu. Si tunaongea mambo ya mbinguni, si tunaimba huo wimbo washiko, unasema wito okay. Wega kwetu kuzuri ni wapi? Ni mbinguni, na ati huko ni kwetu. Na saa hii malaika wako huko, si ndio? Si wale watu wameenda mbinguni tu wameona malaika, halaiki ya malaika wengi, lakini tunaambiwa huko si kwao, huko ni kwao tu kufanya nini? Tulisoma wiki iliyopita, kuhudumu, kuimba na kutumwa. Hiyo ndio kazi yao. Lakini huko ni nini?
ni kwetu. Na tunauliza, ndio swali linaulizwa, kwani basi huyu mwanadamu ni nani? Ya kwamba ni yeye Mungu amemtegemea ya kwamba ataenda kuishi naye, na amempangia kwamba mwanadamu ataenda kuishi naye. Anasema ya kwamba mtu ni kitu gani hata Bwana Mungu amkumbuke, na binadamu hata amwangalie. Ni Zaburi 8:4. Mwanadamu ni nini? Kwa sababu tunaambiwa kwamba huyu mwanadamu ameumbwa kidogo kuliko malaika. Yeye yuko mdogo wa malaika, kwa sababu vile visa tumesoma vya malaika, tunaona malaika wana nguvu za ajabu. Mwanadamu ameumbwa akiwa na mwili. Malaika tunaambiwa na tulisoma ya kwamba malaika ni watumishi wa Bwana Mungu wa roho. Malaika ni roho, lakini katika hata akiwa roho, saa ingine anachukua umbo la binadamu. Ndipo mahali pengine hata tukatahadharishwa ya kwamba watu wengine wamekutana na malaika bila kujua. Tukaambiwa tuwe wakarimu, tuwe wakaribishaji wa wageni. Mtu akija na ni mgeni, umkaribishe. Lakini si kusema ya kwamba kulingana na vile mambo yako ukaribishe mtu yeyote. Mtu akija hapo akwambie mimi nimetoka sijui wapi, ni mtumishi wa Mungu, ni Mkristo, natafuta mahali pa kulala. Unaweza ukampa makazi alafu baadaye awe ni mwizi, si ndio? Kwa hivyo tuwe tumejitahadharisha, lakini tusikue watu ambao wamejipenda ya kwamba hata mgeni akija hapo akwambie ni nini, hata kikombe ya maji anataka unamnyima. Si watu wanafanya hivyo? Hapa hakuna maji, na unajua ungempa maji na hajakuomba kitu chochote. Si tunaona vile Ibrahimu alikaribisha wageni watatu, na matokeo yale yalikuwa mazuri makubwa. Kuwakaribisha tu, yeye ni wa masaa kama haya, nafikiri na jua ni kali, amepumzika kwenye kivuli, anaona watu wamekuja, anawaambia karibuni, angaa muoshe miguu, mburudike, niwape kitu mkulu, mle alafu muendelee. Huko ndio tunaambiwa malaika saa nyingine wanakuja hivyo, kwa sababu hao malaika ambao walikuja, wawili walikuwa malaika, watatu ambaye alikuwa na umbo la mtu alikuwa ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo Adamu, Mungu anaweza kuja akifanana na mtu na wewe ufikiri tu nikamzee tu kalikuwa hapa, si ndio? Sasa tunaambiwa mambo ya mwisho katika ufalme wa Mungu ni wanadamu watakuwa huko. Tunaambiwa tukiangalia katika kitabu cha Ufunuo, Mtume Yohana aliona malaika wengi, aliona wengine wakubwa na nguvu kabisa, lakini kuna wakati pia aliona watu, na watu wakasema hawa watu ndio watakuja kuishi huko. Malaika wanakaa tu, lakini hao ni kama vile nyumba kubwa siko na watumishi. Si mtumishi baadaye anaenda kwake, lakini mwana anabaki, si ndio? Hivyo ndio tunaambiwa kwamba malaika Bwana Mungu amewavika utukufu na heshima, na ameweka kazi chini, amewakaweka juu ya kazi ya mikono ya Bwana Mungu. Mwanadamu ni yeye, ati hiyo kazi yote malaika wanafanya, mwanadamu hiyo ni kwake, ni ya mwanadamu, na mwishowe ni sisi tutakao hiyo mbinguni ya Bwana Mungu, na huko ni sisi tutaona, si tunaimba, tutaona mto fulani ambao ni safi kama kioo, si ndio? Tumeambiwa hata tutaona mti wa uzima. Hiyo yote ni sisi tumewekewa. Hakuna mahali tunaambiwa malaika wakaona, ni sisi tumewekewa. Na tumewekewa kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ni kiumbe pekee ambacho Mungu alisema, hebu tumuumbe mwanadamu, tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu, tumuumbe kwa sura yetu. Basi tunaambiwa nini? Ya kwamba sio hivyo.
Hata Yesu mwenyewe alipokuja duniani alikuwa yuko chini ya malaika, si alikufanyika mwanadamu Umesikia ati malaika akafanya kazi akachoka? Tumesoma mahali kama hapo? Hakuna. Na tunaambiwa ati malaika moja kwa jeshi sijui kama ilikuwa ya Washamu, ati malaika moja alienda akaua watu zaidi ya 200,000. Malaika mmoja. Si unaona ni mtu ana nguvu kabisa. Lakini Yesu mwenyewe alipokuja duniani, hata yeye alishuka akakuwa chini ya malaika, akachoka. Wakati mwingine tunasoma amechoka, ati akiingia kwa chombo anafanya nini? Analala. Kwa sababu tulikuwa hapa tulizungumza na tukaona ya kwamba Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alikuwa na kazi, shughuli mingi, tangu asubuhi mpaka jioni alikuwa amechoka, kwa sababu hata yeye wakati wengine wanalala, yeye alikuwa anatoka nje, anaenda kuomba, anaenda kuzungumza na Baba yake. Ndipo hata wakati mmoja amechoka, anaambia nyie endeni mtafute chakula, acha mimi nipumzike hapa. Anakutana na nani? Na ule mama Msamaria. Hivyo ndio tunapaswa tujue hivyo. Yesu Kristo mwenyewe alishukishwa daraja akakuwa kama mwanadamu. Lakini tunaambiwa nini? Sasa sio hivyo. Na hiyo ni muhimu saa yote tukumbuke. Tunapokutana na changamoto za dunia, tuwe tukikumbuka ya kwamba huyu Yesu wa sasa si yule alikuwa anachoka, Hapana. Sasa tumeambiwa ya kwamba baada ya kuonja mauti kwa sababu yetu, ndio sisi tusionje mauti tena. Tujue ya kwamba sasa mauti ni kupitia, vile alipitia mauti na akarudi, ya kwamba akapitia mauti akaenda na akarudi na akawaambia nilikuwa huko na nimefungua njia. Tunaambiwa sasa amevikwa utukufu na heshima. Kwa neema ya Bwana Mungu alionja mauti kwa ajili ya kila mtu. Ya kwamba alionja mauti kwa ajili yetu. Kwa hiyo sasa sisi ufalme wake na mema yote ya mbinguni ni yetu, tutafika mbinguni. Na inaonekana kuna watu wengi hawaamini hivyo. Kwa sababu utakuta watu wengi ni wale hawafuati vile wanaambiwa. Ni wale wanafanya mambo ambayo hampendezi Bwana Mungu. Na Bwana Mungu amesema huko ni kwa wale tu watapokelewa, wale tu watapatikana jina lao katika kitabu cha uzima. Mtu akiwa hayuko, hata kama alifanya miujiza, hata kama dunia yote ilimjua, ilimfahamu, alikuwa anavuma kila mahali akienda, watu maelfu wanajitokeza kumsikiliza, kama jina lake litakuwa katika kitabu cha uzima, na tunaambiwa kutakuwa na visa kama hivyo, kutakuwa na watu kama hao, haina maana. Kwa hivyo hebu tukumbuke hivyo, ya kwamba kuna ufalme na kuna heshima na kuna utukufu unatungojea sisi, umeandaliwa sisi. Amen. Amen. Funzo tunaliona Mika 5:2 inasema hivi: basi wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Juda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yameshakuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Nazungumzia Yesu Kristo, ambaye tunaambiwa hizi siku zetu hatuongei vile Musa alisema. Si Musa aliongea Misri na hiyo ikaisha? Sisi tuko Misri sasa? Hapana. Tuko dunia ya leo na tunangoja kutoka hii dunia twende kwetu nyumbani. Tunaambiwa katika Bethlehem atatokea huyo atakayekuwa mtawala katika Israeli. Yesu Kristo akakuja, ambaye tumeambiwa kwamba habari zake matokeo yake ni tangu zamani. Alikuwa zamani yuko. Wakati Bwana Mungu anasema
na Mungu akasema eti muumbe mwanadamu, ilikuwa hizo zamani. Yesu alikuwako, na alipokuwako katika ufu alishushwa akakuwa chini, akakuwa mwanadamu, ambaye tumeambiwa mwanadamu yuko chini ya malaika. Lakini baadaye mwanadamu ana mahali pake ambapo alikusudiwa na Mungu mbinguni pamoja na Mungu. Katika Yohana 8:58 Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Anasema kabla ya Ibrahimu Yesu alikuwa katika uungu. Kwa hivyo hata tunaposikia kwamba Mungu akamtokea Ibrahimu, Yesu alikuwa na Mungu kwa sababu alikuwa Mungu. Lakini sasa ameachana na hayo, amekuja, ameshuka, ameleta ujumbe kutoka mbinguni kama Mungu, kama mwana wa Mungu na kama Mungu. Basi tukumbuke hivyo ya kwamba katika dunia mambo yote ambayo tutapitia, tujue hatima yetu iko katika Mungu, kwake. Siku zetu za mwisho tumepangiwa tumalize na Mungu tukiwa huko kwake. Sasa jambo la tatu, tunaambiwa kitu kinaitwa wana. Iko katika mlango wa 2:10 mpaka 13. Sasa somaji wetu ameenda, sasa itabidi tusome. Yohana ni hiyo ashiko. Yes. Wewe tunangojea. Jambo la tatu, wana, ni katika mstari wa 10, 11, 12, hata tunaweza kusoma 13 mistari minne. Hiyo Waebrania 2:10 mpaka 13. Fike mpaka 13. Kwa kuwa alimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa ajili yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake, akisema, nitalihubiri jina lake kwa ndugu zangu. Katika ya kanisa nitakuibia sifa, na tena nitakuwa nimemtumaini yeye. Tazama, mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Hebu soma 14. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu ya mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Tunaambiwa sasa wana, yaani sasa uhusiano wetu na Mungu tumekuwa ni wajamaa. Na ndipo Yesu akasema hapo, tunaambiwa ya kwamba mimi na ndugu zangu. Sinamkumbuka hata wakati mmoja akizungumzia wanafunzi wake aliwaambia, sasa siwaiti tena watumishi wangu, si watumishi, na waita nini? Marafiki. Kwa sababu
Mtumishi hajui vile mkubwa wake amepanga, si ndio? Ukienda kazi leo, kama umeajiriwa, unaweza ukaenda leo unafikiri utafanya kazi fulani, si ndio? Akwambia hapana, wewe wacha. Leo tunaenda na wewe Naivasha. Utasema huendi Naivasha? Utasema twende. Ama utafikiri leo niko kwa shamba la mahindi, wangu hapana, leo nataka uende kwa miembe. Yesu akasema sasa sio hivyo, nyinyi ni rafiki. Yaani hata jioni tukiachana, nimekuambia ile kazi vile tutafanya kesho, siku kushtukia. Na hivyo ndio tunaambiwa ya kwamba Yesu ambaye kwa yeye ama kupitia yeye vitu vyote vipo, ya kwamba chochote ambacho tunaona tunapoangalia juu, siku tunaangalia juu na tunaona nyota, tunaona sayari, tunaona maajabu. Juzi mtu mmoja akasema, niliona tu katika mtandao, ametuma picha, akasema kulingana na zile darubini wako nazo sasa, na wako na darubini zina nguvu sana, zinaangalia mbali. Ati wameona wakiangalia dunia zile ziko huko, zile wanaona kwa sasa ni kama dunia trilioni 2. Si unaona hii yetu iko hivi? Ati kuna kama dunia trilioni 2 kulingana na darubini zao zile wanaona. Na tunaambiwa hiyo yote ni kazi ya Yesu, kwa sababu alikuwa pamoja na Mungu yote ikianza, hata wakimuumba mwanadamu. Wewe fikiri huyo Mungu ambaye dunia hizi wanaona trilioni 200, na sasa ameamua tuumbwe kwa mfano wake, kwa sura yake, na anatuita ndugu. Si ni ajabu? Wewe fikiri tu kama rais angeniita mimi ni ndugu yake, mambo yangu shiko yangekuwa aje? Kama rais wa Kenya angeniita ndugu Washiko, unaona maisha yangu yangekuwa aje? Kama rais Ruto angesema mimi ni ndugu yake, ningekuwa mzuri, si ndio? Nikimwambia nataka kwenda Amerika, ananiuza lini, si kufanya nini sababu pesa. Leo nikiomba mtu pesa ataniambia unaenda huko kufanya nini? Hata kama nikina mtoto aniulize, aniambia nataka kwenda Amerika, kufanya nini? Sasa tumeambiwa ya kwamba ili awaongoze hawa waokovu, ilimbidi yeye akubali kuteswa. Wewe fikiri mtu ambaye kiumbe Mungu mwenyewe katika maisha yake yote hajawahi kuhisi njaa, anahisi njaa, wanaenda kutafuta chakula, anabaki amechoka. Mambo hayo yote ndio tunayesema akapitia hapo. Ndipo akiwa kiongozi wao, wakati ataongoza watu, anaongoza katika maisha ambayo yao ameishi, anaelewa yote ambayo wanadamu wamepitia, kwa sababu Mungu yeye hachoki. Sisi tunachoka na tunafanya kazi, tunachoka, ingia tunasema sasa mimi nimechoka, siwezi kuendelea. Yesu akakuja, na si Yesu peke yake, hata Mtume Paulo alisema kazi yangu yote nimefanya nini? Na hata kabla ya hapo akasema mimi lengo langu ni ile kazi yangu nimalize, mkondo wangu wote nimalize sawa sawa, sababu sitaishi hapa milele. Basi tunaambiwa ya kwamba alikuwa kiongozi wetu, na kama ndiye mkuu wetu ambaye atatuongoza mbele za Mungu, akapitia maisha yetu ili twende pamoja na yeye. Si amechukua mwili kama sisi,
Kwa hivyo ana haki kutuita ndugu, si ndio? Sababu aliishi, alilala, alichoka, alikasirika, hata alidhihakiwa vile sisi tunadhihakiwa, hata akawekelewa mambo ambayo wakati mwingine tunajikuta tumewekelewa. Lakini kwa sababu hii haoni kutuita ndugu, kuwaita ndugu, haoni haya, kwa sababu anajua maisha ambayo tunaishi yeye ameishi. Kwa hivyo yeye na sisi tumeambiwa, tumefanyika kimoja, tuko pamoja, ya kwamba mimi na Yesu sasa tuko pamoja. Nikiongea na yeye naongea kama ndugu, na akiniangalia ananiona mimi kama ndugu yake mdogo. Unajua vile kama ni ndugu, na ndugu hata dada, unajua ni ndugu wa siku, kuna kaka na dada, si ndio? Lakini wakiwa wote ni nini? Ni ndugu. Na si tunaona vile ndugu wakubwa wanatunza wadogo. Sasa kama niliona hata wawili hawa, ndugu hao wawili hawa wanaitwa Alicia na dada yake. Alicia akija anamshika mkono, twende. Huyu akakatalia hapa, Alicia akakuja akamchukua, kwa sababu ni yeye mkubwa. Sasa Yesu yuko hivyo. Wakati tunasikia tumechoka, hatutaki kwenda, anatushika mkono, anatuambia wadan, ni hapa tu, tunaenda tu hapa. Si tumeenda mpaka huko kunaitwa Gakuyu. Si tumeenda mpaka hizo sehemu zote. Hata Donga si tumeenda mazishi. Na si mmoja wetu amekufa, si ndio? Lakini kuna ndugu yetu ambaye anaumia. Tukamwambia tutaenda na nani? Na wewe, na tukaenda. Hiyo ndiyo Yesu yuko pamoja na sisi, hatuachi. Anatuhesabu kama ndugu. Kwa hivyo hakuna uzuri wowote ambao tutafuta tukose tukiwa na yeye. Mimi nilizaliwa na kaka wawili, dada watano. Mimi nilikuwa hapo katikati. Kwa hivyo nilikuwa na nafasi kufurahia wema wa hao wako mbele, si ndio? Kaka yangu mmoja alikuwa siku moja akakuja na nguo ilikuwa maridadi, Alafu ilipooshwa ikakuwa kidogo. Akajua yuko na nani? Na ndugu yake, akaniletea akaniambia hii kwa ukivaa. Na nakumbuka ni siku moja nilivaa hiyo nguo nikaenda kanisa. Bwana mmoja alikuwa mhubiri mzungu akaipenda sana, akaniambia hiyo nguo yako maridadi sana, kuja tupigwe picha na wewe. Tukapigwa picha, lakini kwa bahati mbaya hiyo picha ikaungua. Sasa tulipokutaka niambia picha ilipigwa, lakini sasa bado niko na hiyo picha. Juzi nikatumia mtu picha akashangaa. Kaniuliza huyu ndio tunamuona TBN. Nikamwambia ni yeye, tumepigwa picha na yeye. Ilikuwa mwaka wa 70 sijui na ngapi, sijui 75 hivi nafikiri. Kwa nini? Kwa sababu ndugu yangu alifurahishwa na shati nilipewa. Kwa hivyo na tumesomewa hapo ya kwamba katika Isaya 8:17 inasema nami nitamgojea Bwana Mungu awafichayo uso wake nyumba ya Yakobo, nami namtazamia. Ni ndugu huyo, ni ndugu yetu. Tunasoma Zaburi 22:22 inasema nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitaiba sifa kwako. Ni huyo Yesu Kristo katika huduma yake. Ngea mambo ya ndugu. Na katika Isaya 8:17 angalieni, mimi na watoto hawa niliopewa na Bwana Mungu tu ishara na ajabu katika Israeli, zitokazo kwa Bwana Mungu wa majeshi, yeye akaaye katika mlima Sayuni. Basi uhusiano wetu na Yesu, sisi ni ndugu zake. Kaka ni kaka, sisi tukiwa kaka
na dada ni ndugu za Yesu. Amen. Amen. Funzo tunaliona katika Kutoka 4:12-22 nasema, nawe umwambie Farao, Bwana Mungu asema hivi, Israeli ni mwanangu, mimi mzaliwa wa kwanza wangu. Simeona basi sisi ni watu wa maana namna gani, ya kwamba mbele za Mungu tunakuwa Israeli, mbele ya Mungu tunakuwa mzaliwa wa kwanza. Najua mimi ni mzaliwa wa kwanza na Wadani ni mzaliwa wa kwanza. Dave, kila mmoja hapa ni mzaliwa, hata Ndongo hata yeye ni mzaliwa wa kwanza. Ina maana gani? Mbele ya Mungu anatuona sisi wote tukiwa sawa. Si katika jamii mzaliwa wa kwanza ana majukumu zaidi na nini na nini. Hapana. Mbele za Mungu akituangalia sisi hakuna yule anapendelewa. Si hata shamba ni yana hata atapewa agawie wengine. Hapana. Mbele za Mungu sote tunaonekana kama mzaliwa wa kwanza. Sote tumetoshana. Kwa hivyo ukiona Wadana amefanikiwa kwa njia nyingine, wewe usijali. Yeye ni ndugu yako. Ni baba ya mmoja. Amen. Yohana 14:3, basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena ndio karibishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Maneno ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alipojua siku zake zinakaribia kuisha, akasema ninaenda. Sinakumbuka kuna wakati walikuwa na tatizo waliposikia anaenda. Alipoambia hata kule mnaenda mnajua. Toma akamwambia hapana, unasema tunajua aje? Na hujatuonyesha. Akasema hapana, kama mmeniona mnajua hata kule naenda. Kwa sababu naenda kule nilikuwa nimefanya nini? Nimetoka. Sasa hiyo ndio hapa tunaambiwa ya kwamba akisema naenda kuandalia makao, yaani tuwe pamoja naye. Kwa hivyo sisi tuko family moja. Lakini yeye ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu, si ndio? Na sisi ni wazaliwa wa kwanza wa Mungu chini ya Mungu mwenyewe Yesu Kristo akiwa mwana. Amen. Ya 4, utulizaji ni 14 mpaka 18. Tusomee hiyo tumalize. 14 mpaka 18. Tuone utulizaji, ya kwamba kuna utulizwa fulani kwetu. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu ya mwili, yeye naye hivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika hatuai asili ya malaika, ila atoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo alimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu kwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Sasa tunaona hiyo kitu inaitwa Shiko amesoma neno awe suluhu. Suluhu ni wa kutuliza. Nikiwa naumwa, sindaenda kwa daktari. Niambia naumwa hapa sana. Iko nini? Angalia, niambia hapa inaonekana kuna msuli umevutika. Ulifanya nini? Nilikuwa nalima ama nilibeba mzigo fulani nilifanya.
Sinapewa dawa ambayo ukinywa hii dawa itafanya nini? Itakutuliza, ama utapata suluhu ya hiyo. Utakuwa sasa, hiyo si tatizo tena, hiyo ndio suluhu. Ya kwamba kulikuwa hali mwanadamu ana damu na ana nyama, si ndio? Mungu ni roho. Sasa mwanadamu wa mwili na nyama amemkosea Mungu ambaye ni roho. Sasa mwanadamu anajikaza, lakini anajikuta analemewa na mwili. Udhaifu wa mwili unamsumbua, anakosa kumfurahisha Bwana Mungu. Na sasa huyu Yesu Kristo akiwa Mungu mwana anaona vile Mungu sasa anaumia, si wanaumia kwa sababu huyu mwanadamu ameumba Mungu, lakini hata baada ya kupewa habari wengi bado wamekataa. Nikakuwa ajabu ya kwamba hata Yesu Kristo alipokuja, hata yeye wakafanya nini? Wakamkataa. Lakini tunaambiwa ya kwamba huo mstari wa 14 tumeusoma mara mbili, ya kwamba ilibidi basi ashiriki ndio aweze kwa mara moja kumzima huyo ambaye alikuwa amewafunga. Walikuwa katika kifungo, walikuwa katika utumwa, kwa sababu huyo alikuwa na nguvu za mauti. Ya kwamba ile tulisoma ya kwamba siku ile mtakapo kula huo mti, matunda ya huo mti, mtakapo kula mtakufa hakika. Si ni shetani alifanya wakufe? Sasa si wamekuwa sasa chini yake, kwa sababu waliona wasikilize uongo wa shetani badala ya kusikiliza ukweli wa Mungu muumba wao. Sasa tunaambiwa kwamba basi ikiwa hivyo ilibidi ashiriki ndio aweze kuzima nguvu za mauti. Na basi akachukua mwili, akateseka, lakini baada ya kuteseka sasa akakuja kuwasaidia. Na tunaambiwa Yesu hakuja kusaidia malaika. Malaika wahitaji msaada, kwa sababu malaika hawatarithi mbinguni. Sijui muda gani watakaa huko, sijui kama baadaye hata Mungu atasema malaika watoke wakati sijui, hatujaambiwa. Si tumeambiwa kwamba yale mambo yako huko ni ajabu sana. Kwa hivyo hatujui itakuwaje wakati tutaingia. Kani sisi sasa tutakuwa tunatawala dunia hii yote, ulimwengu huu wote huko na Mungu. Sijui, haijulikani vile itakavyokuwa. Lakini tumeambiwa kwamba kile kitu tunajua kwamba tutakapofika huko tutafanana na yeye. Si tunaimba hivyo? Tutafanana na yeye. Sasa tunaambiwa hivi ya kwamba ili mwanadamu huyu, uhasama ama tatizo liko la mwanadamu na Mungu, mwanadamu hawezi kufikia ule utukufu wa Mungu. Tulisoma hivyo Warumi 3:23 ya kwamba wote tumefanya nini? Tumetenda dhambi, tukaukosa utukufu wa Mungu. Na Mungu anataka kuwa pamoja na sisi. Basi Yesu ndio akakuja. Ni yule mwana kondoo ambaye nani anamuona ule Yohana, mtume Yohana anamuona ule mwana kondoo. Tunaambiwa alipokuwa sasa hakuna anastahili, tunaambiwa kondoo ameshinda. Na kondoo ilikuwa ameshinda namna gani? Sababu sasa yeye alikuja kutolewa dhabihu. Si kama kondoo, lakini kama kondoo wa Mungu, kwa sababu ni mwanadamu sasa alisulubishwa. Mwanadamu ndiye alimwagwa damu. Mwanadamu sasa amemwagwa damu ili kuwe na huo utulizaji. Sasa hiyo kuna uhuru huo ya kwamba sasa ushirika uko sawa, amelipa deni ambayo ilikuwa. Na ndio tunaambiwa ya kwamba basi hii ilimwezesha awe kuhani mkuu mwenye huruma.
kwa sababu makuhani ambao walikuwa hapo mbele, akina Haruni, akina Eli, si hata kulikuwa wengine wabaya sana, wakora, si ndio? Akina alikuwa anaitwa nani? Wale vijana wa Eli walikuwa wanaitwa nani? Nakumbuka. Walikuwa wabaya kabisa, nimesahau jina lao. Finehasi na nani? Mmoja aliitwa Finehasi, Huyu akakuwa kama mwana kondoo, akatolewa dhabihu, na ye mwenyewe akajitoa kama dhabihu. Basi tunaambiwa akakuwa ni kuhani mkuu ambaye ana huruma. Basi tukaambiwa kwa sababu sasa ana huruma, basi atafanya huo utulizaji, kwa sababu akienda mbele za Mungu Baba, anaweza kueleza, hawa ndugu zangu wanapitia haya, waonee huruma, hao ni ndugu zangu, wakati nimekosea, anasema huyo mpe nafasi, ni mtu mzuri, atarudi. Wakati tungeanguka, wakati tungehukumiwa, anatuliza, anasema huyo mpe nafasi. Sababu tumeambiwa katika kiti chake cha enzi, katika akiwa mkono wa kuume wa Mungu Baba, ana nguvu zote. Anasema huyo muache, anatutetea huyo, anatuombea, hapana, huyo mpe nafasi, atarudi. Basi tunaambiwa yeye mwenyewe ameteseka na kujaribiwa, aweza kuwasaidia wanaojaribiwa, kwa sababu yeye alijaribiwa akiwa duniani, alipitia mambo tu yale ambayo tunapitia, kama njaa, kama ni kukataliwa, kama ni kuwekelewa, kama ni kudhihakiwa, alipitia yote, lakini akashinda. Kwa hivyo anaweza kututetea, kwa sababu anajua vile mtu husumbuka, vile mtu huteseka, uchungu wa mwanadamu aliuhisi mwenyewe alipochukua mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo tunaambiwa wale wanaweza kuwasaidia, kwa sababu alijaribiwa na aliteseka, anaweza kuwasaidia wanaojaribiwa. Kwa hivyo tusiwe na hofu tunapojaribiwa, tunakuwa na nguvu ya kwamba huyu atatusaidia. Amen. Funzo tunaliona katika Isaya 53:10 inasema, lakini Bwana Mungu aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana Mungu yatafanikiwa mkononi mwake. Hiyo ni huduma ya Yesu Kristo. Alipitia hayo yote na Mungu akaridhika, acha aumie, ndio aweze kuwa kuhani mkuu. Kwa kuye kupigwa ambaye alikuwa hana makosa, kwa niaba ya yule ana makosa, basi Mungu akaridhika. Na ndio tunaambiwa ya kwamba hapo, na mapenzi ya Bwana Mungu yatafanikiwa mkononi mwake. Mapenzi ya Bwana Mungu yakafanikiwa, tukapata Mungu ambaye pia ni mtu, amekuwa mtu, amechukua umbo la mtu, ameishi kama mtu, ameshindana, ameteseka, ameshindana na matatizo yote ya mtu, ya mwanadamu. Kwa hivyo anaweza kusaidia. Marko 10:45, kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Ni Yesu Kristo akieleza huduma yake, anasema yeye hakuja kutumikiwa, alikuja kufanya nini? Kutumikia. Alikuja kutumika, na katika kutumika pia si kutumika tu, alitumika kama sisi. Si washiko unaniita muhunja, si muhunja kama mimi. Yesu Kristo yeye
alikuwa zaidi, kwa sababu alijitoa nini? Nafsi yake. Sasa siku ya leo huduma, tukiulizwa wale wako tayari kufa kesho, Mungu asitoe hiyo tangazo, ni wangapi atakubali? Ati wale wako tayari kufa kwa sababu ya hawa wale watu wanahubiria waje kesho, watakufa wote kesho. Mtu aseme, wangapi watasema huyu mwenyewe alisema acha nikufe kwa sababu yao? Na tunaambia yeye alijisalimisha kwa yule ambaye alikuwa na nguvu juu ya mauti. Kwa hivyo akakufa akijua atafufuka, atasimama na ataweza kulipia hao ili hao wasikufe kwa sababu ya dhambi. Amen. Basi tukimalizia Waebrania 2:3, tafakari, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana Mungu kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia. Bwana Mungu katika Yesu akaeleza wokovu huu. Sasa tukiukataa tutapona namna gani? Na tumesoma ya kwamba wakati wa Musa, wakati wa manabii wengine, wakati wa kina Nuhu, watu walisikia habari wakakataa na wakamalizwa tu kwa neno la nabii. Je, sasa Mungu mwenyewe akiwa ameongea, nani atapona? Wazo kuu iko Waebrania 2:1 ya kwamba kwa hivyo imetupasa kuzingatia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Yale tulisikia tuzingatie zaidi, ili tusije tukayakosa, tusije tukapotea. Sala Waebrania 2:14 na 15 inasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, na waache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Yesu Kristo alishiriki mwili, akashiriki mwili ambao tuko nao, ili amharibu yeye aliyekuwa na nguvu. Tumeona vile tunaambiwa, si anaye nguvu, aliyekuwa na nguvu. Sasa shetani hana nguvu za mauti. Shetani hana nguvu za mauti, hana kabisa, kwa sababu nguvu zake zilivunjwa na Yesu alipokufa kwa niaba yetu na akafufuka. Akasema nguvu za mauti sasa shetani hana tena, kwa sababu naambiwa wanadamu walikuwa katika hali ya utumwa, kwa sababu walijua kifo kiko. Sisi hatuna hiyo hofu, tusiwe na hiyo hofu, kwa sababu shetani alivunjwa, nguvu zake zilivunjwa za mauti. Ndio sababu ukisikia Paulo akiongea mambo ya kufa, hasemi haogopi, anasema mimi kufa naona ndio bora zaidi, kwa sababu mimi nikifa nikuwa pamoja na Yesu. Nikiwa hapa duniani ni huduma, nifanye yale naweza nikafanya. Akasema hata mimi nashangaa, nashindwa niende ama nikae, lakini anasema katika hali yote mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo sisi tunaishi, tusiogope tena mauti, tusiogope tena nguvu za shetani. Shetani hana nguvu hiyo juu yetu. Nashiko nilisikia kuna dada mmoja alikuwa mgonjwa vile watu wagonjwa. Simlisikia hata mimi nilikuwa mgonjwa. Simnajua sikusikia, si nyinyi mlijionea nikiwa mgonjwa. Hali ambayo sijapitia katika maisha yangu. Watu wakasema kuhusu yeye alipokuwa mgonjwa ati unajua aliurushiwa roho. Alifanywa nini?
Ni wapi tumesoma mtu amerushiwa roho akakuwa mgonjwa? Hatukufundishwa hiyo. Sisi tulifundishwa tukiwa katika Yesu ni kiumbe kipya. Yale yamepita. Lakini watu wanasema akarushiwa roho. Sasa mimi nilipougua, wengine wakasema huyu analiwa na mali yake, hiyo mali anayo ndio inamkula. Lazima awe alitesa watu, aliiba. Hata wengine wakasema hata kuna ndege alituma huko kwake, amejificha huko juu ya nyumba. Sinaona hiyo, hao ndio watu wanaogopa. Sisi hatuogopi hiyo. Sababu kama ile ya mwisho inaweza ikanitendekea zinikufa. Tumeambiwa shetani hana nguvu ya kufa, ya kwamba mimi nikifa ni Mungu atakuwa amesema ni sawa, wacha afanye nini? Apumzike. Sasa basi mbona tena tuogope maroho? Na nakumbuka tulikuwa katika kikao fulani nikasikia hiyo ati huyu alikuwa ametupiwa roho. Na ni wahubiri wanaongea hivyo Nikauliza ati akatupiwa roho. Nikauliza kweli shetani kama ana nguvu ya kwenda kitupa roho? Watu wangeenda soko siku ya Jumatatu saba. Ungeenda washiko. Kama shetani anakutupia watu roho, si ndio watu wako wengi? Hakuna kitu kama hicho. Nguvu za shetani zimevunjwa. Amen. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu